kwa ajili ya ustawi wa nchi hizo. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa mwanahabari wetu. Rai hiyo imetolewa na mkuu wa mkoa wa Mara, Kanali Evans Alfred Mtambi, wakati akizungumza kwenye maadhimisho ya siku ya Mara yaliyofanyika wilayani Butiama mkoani humo na kuhudhuriwa na wananchi wa mataifa hayo, hususan kutoka Tanzania na Kenya. Amesema pamoja na umuhimu wa maadhimisho hayo katika kudumisha umoja na mshikamano wa wananchi wa mataifa hayo, uhifadhi wa mazingira ya mto huo kiunganishi ni muhimu kwa ajili ya ustawi wa jamii. Hivyo wananchi waelimishwe kuepuka shughuli zinazohatarisha uendelevu wa mto huo ili kulinda bioanuwai yake. Ndugu wananchi, bonde la mto Mara linakabiliwa na changamoto mbalimbali za kimazingira ambazo ni uchafuzi na uharibifu kutokana na shughuli za kibinadamu, ikiwemo ukataji miti holela kando kando ya mto, shughuli za kilimo, ufugaji, uchimbaji madini na mengineyo yafananayo na hayo. Yote hayo yakiwa yanafanyika katika bonde hili la mto Mara. Naye katibu mtendaji wa bonde la Ziwa Victoria, Daktari Masinde Bwire, amezipongeza serikali za Tanzania na Kenya kwa kuanzisha maadhimisho hayo pamoja na kutenga fedha na utaalamu kwa ajili ya kulinda ekolojia ya mto Mara ambayo ni maarufu kwa utalii, ukiwemo utalii wa wanyama, huku baadhi ya wadau walioshiriki maadhimisho hayo wakitoa maoni yao baada ya kumaliza zoezi la kupanda miti takribani 8,000. Kwa upekee, ekolojia ya mto Mara ni sehemu na daraja kubwa la uchumi katika nchi zetu kupitia utalii, tukio ambalo huvutia watalii wengi kwa sababu ya uhamaji wa wanyama hao na pia utuingizia fedha nyingi katika jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Mwaka wa jana tulipanda miti 5,000 na mwaka huu ni miti 6,000 ndo target yetu. Kwa hiyo wananchi mkaribie, miti ipo mingi ya kupanda, tutapanda miti 6,000 mwaka huu. Esther Mtebe, Channel. Asante Esther Mtebe. Kwingineko ni kwamba kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2025 Ismail Ali Ussi ameeleza kuridhishwa na utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika halmashauri ya wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma ambayo ameizindua, kuweka jiwe la msingi na kufunguliwa yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1.47 ikiwemo ya huduma za maji, afya na miundombinu ya barabara. Mwajabu Hoza, taarifa yake kutoka mkoani Kigoma inafafanua zaidi. Miongoni mwa miradi iliyopitiwa na Mwenge wa Uhuru ni pamoja na ujenzi wa jengo la baba mama mtoto, ujenzi uliogharimu milioni 200 hadi kukamilika kwake. Uwepo wa jengo hili unachangia kuboresha afya ya baba mama na mtoto, ikiwemo huduma za uzazi salama, kliniki ya wajawazito, uzazi wa mpango, huduma rafiki kwa vijana, huduma za chanjo pamoja na huduma za afya kwa watoto wachanga. Baadhi ya wakazi wa halmashauri hiyo wanasema mradi huo umewaondolea adha ya wao kutumia majengo ya wagonjwa kupata huduma za watoto na hivyo kuishukuru serikali kwa mradi huo. Kama huduma hizi za mama na mtoto tulikuwa tunazifuatia kijiji mama kule zahanati. Kwa mpaka leo hii kwa huduma hii tuloipata ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Changamoto tulizipata baada tulikuwa tunachangamana na wagonjwa kule wodini. Lakini walipoona maono kusema hawezi kushiriki na wagonjwa upande wa kubembea watoto, wakaona wajenge jengo. Kiongozi wa mbio za Mwenge kitaifa Ismail Ussi, mara baada ya kukagua jengo hilo, akaeleza kuridhishwa na ujenzi wake na kueleza kuwa serikali itaendelea kuboresha miundombinu ya afya kwa wananchi. Sababu maendeleo haya, ndugu zangu, yanatekelezwa ni kwa sababu ya serikali ilivyokuwa na utii kwa wananchi ambao wanawasimamia. Nikiri mbele ya hadhara hii, tumeridhia kuzindua jengo letu hili ambalo litaenda kutoa huduma ya baba, mama na mtoto. Akiwa katika mradi wa maji, kiongozi wa mbio za Mwenge Ismail Ussi aliwasihi wananchi kuendelea kutunza miundombinu ya maji. Kwa wananchi mliopo katika eneo hili, endeleeni kuithamini miundombinu ya maji, endeleeni kuitunza wakati wote na muda wote. Wapo baadhi ya wachache mara nyingi huwa hawatamani miundombinu mizuri kama hii kuwepo katika maeneo yetu, lakini sisi tulio wengi kwa kweli tuendelee kushirikiana
tuendelee kuilinda na kuithamini. Mwenge wa Uhuru katika halmashauri ya wilaya Kasulu umekimbizwa jumla ya kilomita 63 kukagua, kuzindua na kuweka jiwe la msingi katika miradi ya maendeleo, na kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa ni jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu 2025 kwa amani na utulivu. Majabu Hoza, Channel 10, Kasulu, Kigoma. Tukitoka mkoani Kigoma tuelekee jijini Arusha ambapo wakurugenzi wa halmashauri mkoani Arusha wametakiwa kutenga bajeti maalum kwa ajili ya kusaidia walimu wanaotaka kujiendeleza kimasomo badala ya kuwa kikwazo kwa safari ya walimu hao ya kitaaluma. Jamila Omari ndio shuhuda wa taarifa hiyo. Wanazo changamoto na zingine hawezi kuzifikisha kwenye ofisi zetu za halmashauri. Sasa tukafikiri kwamba sisi chama cha walimu tuko tayari wafikie kwenye vituo vyao, tuwafikie kwenye senta zao ili tuweze kutatua changamoto zao kule waliko. Nao walimu wa makundi maalum wakiongozwa na Malegesi Buruya wameeleza umuhimu wa kuendelezwa kimasomo ili kuongeza tija na ufanisi katika taaluma. Changamoto zetu sisi kama walimu zimekuwa zikifikishwa mahali husika na baadhi zimeshughulikiwa na zingine zinaendelea kushughulikiwa. Kupitia uongozi tulio nao wa Mama Samia, tuna imani tunaendelea kutekeleza majukumu yetu ya sisi kama walimu. Ujenzi wa mabweni mawili mapya umesaidia kupunguza changamoto za malazi na kuongeza ari ya kujifunza, hususani kwa wasichana ambao mara nyingi hukabiliana na changamoto za usafiri, mimba za utotoni, ndoa za kutoroshwa na kupunguza kwa kiasi kikubwa vitendo vya ukatili. Kauli mbiu ya kongamano hilo inasema elimu bora na miundombinu bora ya elimu mkoa wa Arusha ni mafanikio ya jitihada za Mama Samia. Jamila Omar, Channel 10. Kutoka Arusha tuelekee Dodoma ambapo serikali kupitia Tume ya Maendeleo ya Ushirika TCDC ipo katika hatua za mwisho za kukamilisha mchakato utakaowezesha wakulima wa tumbaku kununuliwa bima mbali ya mkopo wa kilimo unaotolewa na mabenki. Kuringe Mongi, taarifa yake inafafanua zaidi kutoka jijini Dodoma. Mpango huo wa serikali umetolewa hapa jijini Dodoma na mrajisi wa vyama vya ushirika na mkurugenzi mtendaji wa TCDC Dr. Benson Diege kwenye kikao cha kutafuta ufumbuzi wa kilio cha wakulima wa tumbaku ambao bima wanazopata zimekuwa zikifidia mikopo ya kilimo tu na sio kuwawezesha kurudi shambani pindi wanapokosa mazao. TCDC, serikali kupitia Tume ya Maendeleo ya Ushirika, iko kwenye mchakato wa kukamilisha utaratibu wa kuweza kumlipia bima mkulima wa tumbaku ambayo haitagusa mkopo wa mkulima. Lakini mrajisi huyo wa ushirika akataka dhamana ya mikopo kutoka Benki Kuu iwe ni lazima kutumiwa na mabenki kwa ajili ya bima, lakini kamishna wa bima Dr. Bagayo Sakware akatoa ufafanuzi juu ya dhamana hiyo ya mikopo. Wajibu wetu wote kutumia hiyo fursa. Nasema hivyo kwa sababu kwa maelezo niliyopata jana ni kwamba credit guarantee pamoja na kwamba ipo lakini sio lazima. Lakini kwa muktadha wa mkulima wa Tanzania ambaye tunahitaji kumsaidia kumpunguzia gharama as much as possible, hii haiwezi kuwa ni option kwa yule ambaye anataka kufanya kazi na wakulima kupitia vyama vya ushirika. Kama guarantee itanunuliwa kwa 1% kalipo Benki Kuu au kalipo pass au huyo garanta, maana yake insurance huku itakuja ile premium ambayo itakiwa iende insurance itaenda kwenye mabenki au kwa yule anayetoa guarantee. Ni muhimu kuielewa hivyo kwa sababu isije ikaeleweka kwamba guarantee kwa sababu itolewa na serikali au watu wa huduma hawainunui, wanainunua. Na wakiinunua maana yake wana opt kuinunua guarantee au kununua insurance. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mongi. Taarifa ya Kuringe Mongi inatupeleka moja kwa moja huko Zanzibar ambapo Waziri wa Afya Zanzibar Nasor Ahmed Mazrui amesema vituo vya afya vinavyoendelea kujengwa katika visiwa vya Unguja na Pemba vitasaidia kuimarisha huduma za afya zikiwemo huduma ya mama na mtoto.
Ameyasema hayo wakati alipofanya ziara maalum ya kukagua maendeleo ya ujenzi wa vituo vya afya vinavyoendelea kujengwa katika maeneo ya Magomeni, Wandarasi, Sebleni pamoja na Tunguu. Waziri Mazrui amesema Wizara ya Afya imeridhishwa na kasi ya ujenzi unaoendelea wa vituo hivyo na kutaka vimalizike kwa wakati uliopangwa ili wananchi wapate huduma za afya kwa ufanisi. Amesema ujenzi huo umepangwa kukamilika mwezi Novemba mwaka huu, jambo ambalo litaipa nafasi Wizara ya Afya kuandaa utaratibu wa kupeleka vifaa tiba, madaktari ili kutoa fursa ya kuanza kutoa huduma za matibabu zitakazoendelea kuimarika hadi pale vitakapofunguliwa Januari 2026. Kwa upande wake, mkurugenzi idara ya ufundi na miundombinu ya afya Wizara ya Afya Zanzibar, Amina Mohamed Habibu, amesema kazi ya ujenzi wa vituo vya afya inaendelea vizuri, ambapo amewataka wakandarasi kuongeza kasi katika ujenzi wa vituo hivyo. Tupate nafasi ya kutazama na kusikiliza. Kazi inakwenda vizuri. Ni matarajio kwamba wakandarasi hawa wataongeza spidi ya kazi, wataongeza fanya kazi zaidi. Ni matarajio kwamba ikifika mwisho wa Novemba tutahamia katika majengo haya kwa kutia vifaa tiba, kutia vitanda na vifaa vyote vinahitajika, pamoja na wafanyakazi na madawa yao, ili kuanza kazi mjaribio katika mwezi wa Disemba, lakini Januari kufungua rasmi ili wananchi wa maeneo haya wapate fursa ya kupata matibabu katika vituo hivi. Hizi ni vitu maalum za kuona kwamba katika kila maeneo tunajenga vituo vya afya vikubwa ambao vinatoa huduma zote. Katika hospitali kama hii hapa kutakuwa na sehemu kubwa kabisa ya kuhudumia mama wajawazito na watoto. Hapa kutakuwa na chumba cha kujifungulia, lakini patakuwa na theater kwa ajili ya kufanyia upasuaji wa kina mama na watu wengine wenye matatizo madogo. Lakini pia patakuwa na chumba cha x-ray ambacho kitaweza kutoa huduma katika maeneo haya, ambayo itasaidia madaktari kuweza kufanya kazi zao kwa ustadi zaidi. Progress ya kazi inaendelea vizuri, lakini tumewataka wakandarasi kuendelea kuongeza nguvu ili tuweze kuvipata vituo vyetu kwa haraka, hasa vile vituo ambavyo viko mjini, na kufuatia kwa tunafunga hospitali ya Mnazi Mmoja na tunataka wagonjwa wetu wa mjini waweze kuwa attended kwenye vituo vya afya vya Sebleni pamoja na Mpendae. Kwa hiyo progress inaendelea vizuri, tunashukuru, na wametuahidi kwa wataongeza nguvu kazi ili tuweze kuzipata kazi zetu kwa wakati, na vituo ikiwezekana kwa ambavyo viko mjini tuweze kuvitumia ndani ya mwezi wa Novemba, Mungu akipenda. Kama na kwanza unaendelea kuungana nasi, hii ni Channel 10. Karibu na tunaendelea kutazama habari kutoka hapa Asubuhi Njema ya Channel 10. Mimi naitwa Juma Mohamed. Tuelekee jijini Dodoma ambapo jumuiya ya wafanyabiashara Tanzania wameishukuru na kuipongeza serikali kwa kuonyesha kwa vitendo matokeo makubwa ya kodi wanazolipa, ikiwemo ujenzi wa miundombinu, huku ikishughulikia kero za kikodi kwa kasi kubwa, jambo linalowashawishi kuendelea kulipa kodi kwa hiari na kuwa mabalozi kwa wengine. Mwandishi wetu Leonard Mwacha kutoka Dodoma, taarifa yake inafafanua zaidi. Wakizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, viongozi hao wamekiri kuwa zaidi ya kero 100 zimefanywa kazi na serikali, huku mahusiano baina ya wafanyabiashara na mamlaka za kikodi yakiimarika na kuchochea ulipaji kodi. Wakati anaingia Daktari Samia Suluhu Hassan, tulikuwa na zaidi ya kero 119 za kikodi na ushuru mbalimbali. Lakini chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, kero hizi zimeweza kupuputika, zimeweza kuondolewa, zimeweza kupunguzwa, na hadi sasa tunataka Watanzania wafahamu, sisi kama walipa kodi tunaofahamu hizo kero, tumebaki na kero 18 za msingi, na nyingine kama 36 ziko katika hatua ya kukamilishwa utekelezaji wake wa sheria. Swala la pili, hapa mkoani kwetu Dodoma tuna vipaumbele vya maendeleo ambavyo vile ndivyo vinapata taswira ya kodi zetu zilivyofanya kazi. Na katika vipaumbele vile, kipaumbele cha kwanza ni kilimo. Tunatamani kuona sasa mkoa wetu wa Dodoma na wafanyabiashara wa Dodoma wanajiinvolve katika supply chain ya kilimo, na kupitia miradi mikubwa ambayo inatekelezwa na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imeweza kufanikisha hayo. Kwa sababu sasa hivi mwanzoni ilikuwa kati ya wafanyabiashara na TRA ni kama maadui, wakiona wanakimbia wanafunga maduka. Lakini kwa sasa hivi TRA sasa hivi ni rafiki na wafanyabiashara. Hilo tushukuru serikali kwa hilo, ni kubwa sana. Nao baadhi ya wafanyabiashara wanatoa shuhuda zao juu ya namna ambavyo mazingira ya biashara yameimarishwa na kuwaondolea hofu katika biashara zao. Imekuwa ni tofauti sana kipindi hichi. Kwanza hofu imeondoka. Pili, sio lazima utoke ofisini kwenda kupata huduma. Wanatutembelea, wanatumia
lugha ambazo ni nyepesi na rafiki. Kwa kweli haya ni mabadiliko makubwa ambayo kimsingi yalikuwa yanasababisha tuitazame biashara kwa jicho lingine, kwa maana hata ya kuangalia kazi mbadala, kwa namna ambavyo tulikuwa tunaona kama ni mambo ambayo hawezi yakasovika kabisa kwa ile mifumo ambayo ilikuwepo kabla na mifumo iliyopo sasa hivi. Sekta ya biashara ni moja ya sekta inayochangia pato la taifa na kutoa ajira kwa mamilioni ya Watanzania. Leonard Mwacha, Channel 10, Dodoma. Haya, kutoka Dodoma tuelekee mkoani Lindi ambapo mkuu wa wilaya ya Kilwa Mohamed Nyundo amewashauri vijana wanaoendesha bodaboda kubuni biashara nyinginezo pindi wapatapo mikopo ya 10% ya halmashauri, kwani kufanya hivyo kutasaidia kukua kibiashara, tofauti na hivi sasa ambapo inategemea biashara hiyo ya usafirishaji abiria ambayo soko lake limekuwa kwenye ushindani mkubwa. Ahmed Nadonde kutoka Lindi, taarifa yake inafafanua zaidi. Akikabidhi hundi yenye thamani zaidi ya shilingi milioni 700 ikiwa ni 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri yenye lengo la kuwezesha vikundi vya wanawake, vijana na wenye ulemavu, Mheshimiwa Nyundo amesema upo umuhimu wa vijana kubadili fikra kwa kubuni miradi tofauti na mazoea ili kujiongezea kipato kwa ajili ya kujipatia maendeleo. Sasa mimi ndio mwenyekiti wa uvunaji wa misitu wilaya. Zaidi ya 70% ya vijiji vya hapa vina misitu na misitu yake wanavuna. Sijaona kikundi cha vijana au kikundi kinachohusika na kupokea mikopo ya halmashauri kinachojishughulisha na masuala ya useremala kuja kuniomba wanahitaji kibali cha uvunaji ili waweze sasa nufaika na fursa ambayo ipo. Kuna maeneo mengi na fursa nyingi za vijana. Tuna bahari, tuna eneo kubwa la kilimo, lakini pia kuanzisha viwanda vidogo vidogo vya kuchakata kokoto. Tuna vijana wasomi katika halmashauri zetu ambao bado hawajabahatika kupata ajira. Wale tungeomba pia na wenyewe waanze kujiunga katika vikundi hivi ili waweze basi kukopa kulingana na zile fani ambazo wamesomea. Mkurugenzi wa halmashauri ya Kilwa Hemedi Magaro amewataka waliopata mikopo hiyo kuhakikisha na rejesha kwa wakati, huku baadhi ya wanufaika wakishukuru serikali kwa kuwaunga mkono na kuahidi kutumia mikopo hiyo kwa malengo yaliyokusudiwa. Mtaji wetu ulikuwa mdogo sana. Inawezekana muda mwingine mteja amekuja kuna kitu anahitaji, basi ilikuwa mpaka tuende tukatafute kwenye maduka ya wenzetu, lakini sasa hivi biashara yetu itakuwa nzuri. Tunahitaji hapa leo hii tunakabidhi water pump mbili na mpira pamoja na mbolea. Namshukuru Mungu nimepata hii guta na Mwenyezi Mungu ananijalia na nitamaliza salama huu mkopo. Ahmed Nadonde, Channel 10. Asante Ahmed Nadonde. Tuelekee jijini Arusha kwa mara nyingine ambapo vijana zaidi ya 200 kutoka maeneo mbalimbali nchini wamekutana jijini Arusha kwa ajili ya kujadili changamoto za mabadiliko ya tabia ya nchi na kuweka maazimio ya pamoja yatakayosaidia kuchochea mabadiliko chanya kuelekea mkutano mkuu wa 30 wa mabadiliko ya tabia ya nchi unaotarajiwa kufanyika mwezi Novemba huko nchini Brazil. Novatus Makunga, taarifa yake anafafanua zaidi. Akizungumza katika ufunguzi wa kongamano hilo, afisa misitu mkuu kutoka ofisi ya makamu wa rais Timotheo Mande ameeleza juu ya mikataba ya kimataifa inayolenga kulinda nchi dhidi ya madhara na vyanzo vya mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwenye shughuli za kimataifa tuna kitu kinaitwa mkataba wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya tabia nchi. Lengo la mikataba hii yote ni kuhakikisha kwamba hatuathiriki na tatizo la mabadiliko ya tabia nchi. Sasa tatizo la mabadiliko ya tabia nchi linatokea wapi? Ni matumizi mabaya au yaliyopitiliza ya rasilimali ambazo tuko nazo. Wadau wa masuala ya mazingira wakiwemo shirika la kimataifa la uhifadhi wa mazingira WWF wametaja umuhimu wa ushiriki wa vijana katika kupatikana kwa suluhu endelevu ya mabadiliko ya tabia nchi. Katika kuelekea COP30 ni muhimu sana ushiriki wa vijana ukaonekana. Kwa hiyo sisi kama WWF tukachukua hii hatua kushirikiana na wadau wengine kuunganisha vijana kutoka mikoa mbalimbali hapa Tanzania na watoto ili tuweze kupata maadhimio ya pamoja ambayo yataleta mabadiliko chanya katika swala zima mabadiliko ya tabia nchi. Mkutano huu unaleta vijana kwa ajili ya discuss kuhusiana na masuala mazima yanayohusisha mazingira,
na tukitaka kusikia insight zao, matamanio yao na mazingira yetu kwa jumla chini. Kwa upande wa vijana, wanaeleza matarajio na nafasi yao katika kukabiliana na masuala ya tabia nchi. Tumekuja ili tupate uelewa zaidi katika mabadiliko ya tabia ya nchi na pia kutumia huo ujuzi tuliopata ili tuweze kuendeleza nchi vizuri katika kutunza mazingira, kuelimisha vijana wenzetu pia na kushawishi vijana na kudhibiti mambo ambayo yanafanya mazingira yaharibike. Ni Novatus Makunga, Channel 10, Arusha. Taarifa ya mwanahabari Novatus Makunga inatupeleka moja kwa moja kuziangaza habari za michezo na burudani asubuhi hii ya leo, ambapo serikali kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo umezitakia heri timu za Yanga, Simba, Azam na Singida Black Stars kuelekea michezo ya hatua ya awali timu vumbi kuanzia Septemba 19 mwaka huu. Hayo yameelezwa na Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ambaye pia ni msemaji mkuu wa serikali, Gerson Msigwa, alipozungumza na waandishi wa habari kando na mchezo wa ngao ya jamii, ambapo amewataka wachezaji kwenda kujituma, kwani sapoti ya goli la mama bado itaendelea kuwepo. Tunawatakia kila la heri kwenye michezo hiyo, wanaanza ugenini, waende wakashinde. Sisi wa Tanzania tutawasubiri wakija Benjamin Mkapa, tuwashangilie kwa nguvu zote hapa napo wapate matokeo. Tungetamani kuona tunapiga hatua kubwa zaidi ikilinganishwa na msimu uliopita. Sasa kwa upande wa Mheshimiwa Rais, kama kawaida, kwa sababu goli la mama liko pale muda wote kwenye hatua hizi za awali, tunawatakia kila la heri washinde. Lakini kama kawaida, ikifika kuanzia robo finali tunaanza zawadi za goli la mama. Kwa hiyo mimi nawatakia kila la heri Simba na Yanga, na nadhani tuna Azam na Singida pia wanacheza Confederation, na wenyewe tunawatakia kila la heri wote. Goli la mama litakuwepo kama kawaida, kwa hiyo wao wacheze, mama atatia mzigo. Katika hatua nyingine, Msigwa ametumia nafasi hiyo kutoa wito kwa viongozi wa vilabu vinavyoshiriki kwenye michuano ya CAF kutoa nafasi kwa wachezaji wazawa ili kuibua vipaji vitakavyotumika kwenye timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Viongozi wa vilabu waendelee kuimarisha timu zao. Wanapoimarisha timu zao pia wanaimarisha timu ya taifa. Na mimi naomba sana timu zetu hizi kubwa, tengenezeni timu, tengenezeni mbinu zote za ushindi, msisahau kutengeneza wachezaji kwa ajili ya timu ya taifa. Hilo ni muhimu. Tukibaki tu na wageni, timu yetu ya taifa inakuwa dhaifu. Najua lina changamoto zake na mjadala ni mrefu, lakini wasiwasahau wachezaji wetu, na nimeona wengi wanawapa nafasi, ni kitu kizuri. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Asante mwana michezo Juma Abdurrahmani. Bila shaka ndio tamati ya asubuhi njema kwenye upande wa habari ambazo tulikuwa nazo tunazitazama asubuhi bora kabisa.